Bwana asifiwe. Naomba ugeukia watu wawili watatu waambie karibu kwa ibada hii. Na mwingine mwambie yule mama anakusalimia. Na mwambie yule mama anasema kwa mahali pa sawa. Amen. Amen. Kuna wengine wamenyamaza hawaambii wengine. Jameni, siambie huyo mtu kwa mahali pa sawa. Amen. Amen. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi nzuri ambayo Bwana ameifanya. Tunastahili kufurahi na kushangilia ndani yake kwa sababu Bwana ametutunukia siku hii tukaweze kuwa mahali hapa panapoitwa kwa jina la Bwana ili tukaweze kujengana, kutiwa nguvu kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nyosha mikono yako kwa Bwana, mwambie Bwana, nena nami asubuhi ya leo kwa sababu nimekuja kwa ajili yako. Umeniita wewe Bwana na umenialika asubuhi hii ili nikapate kufundishwa na wewe, nikapate kuelekezwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa maana siku hii ya leo ni siku ambayo Bwana umeikubali ya kwamba tukaweze kuwa katika uwepo wako, tukawe mahali hapa Bwana ambapo panaitwa kwa jina lako, kwa maana sisi ni watoto wako, sisi ni kondoo wa malisho yako. Tumekuja Bwana tukalishwe nawe, tumekuja tukanyweshwe na wewe, maana kwako kunayo maji yawezayo kuondoa kiu zote, kwako kunayo maji yawezayo kututakasa. Bwana, tunaamini ya kwamba neno lako asubuhi ya leo itakuwa yale maji yawezayo kutusafisha, itakuwa kile chakula ambacho kitaweza kutushibisha katika jina la Yesu. Bwana, tumesongelea meza yako asubuhi hii ili tukapate kulishwa na wewe, maana wewe ndiwe mchungaji wetu na wewe ndiwe mchungaji mwema. Unapotuchunga ewe Bwana, unapotulisha Mfalme, tutashibishwa na wewe, tutapata nguvu mpya ya kutembea katika utukufu hadi utukufu katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa sababu haukutukusanya bure, kwa maana ndivyo linavyosema neno lako. Tangu awali Bwana hukukusanya Israeli bure. Ulipowakusanya ulikuwa na neno la kuzungumza nao, na tunaamini hata asubuhi ya leo uko na neno kwa ajili yetu liwezalo kutuinua, liwezalo kutusaidia, liwezalo kutufungua, liwezalo na kutuponya. Maana neno lako ni nguvu iwezayo kutuponya, iwezayo kutuinua, iwezayo kutubadilisha katika jina la Yesu. Bwana, tunaalika uwepo wako ukatamalaki katikati yetu, ukatamalaki uwepo wako katika maisha yetu na mahali hapa kwa jina la Yesu. Achilia neema ya kukusikia ewe Bwana asubuhi ya leo. Tunaamini ya kwamba unasema nasi ili mioyo yetu ikapate nguvu, ili mioyo yetu ikapate badiliko, ili mioyo yetu ikaendelee kukukaribia katika jina la Yesu. Achilia neema ya kukuelewa, achilia neema ya kulisikia neno liwezalo kutufungua, liwezalo kutuelekeza. Asante Bwana, asante Mfalme. Tunakupenda, tunakubariki. Asubuhi ya leo Bwana tuko katika uwepo wako, maana katika uwepo wako Bwana kuna amani, kuna ushindi, kuna ukombozi. Wacha Bwana katika uwepo wako asubuhi ya leo mmoja yule akapate kufunguliwa, mmoja yule akapate kuinuliwa. Asitoke mahali hapa vile alivyoingia, akatoke akiwa na badiliko, kwa maneno lako linabadilisha maisha yetu. Asante Yesu. Akitumia kinywa changu asubuhi ya leo kama kinywa chako kuwafikia Bwana watoto wako. Mahusia ambayo naachilia kwetu asubuhi hii yatakuwa ya kutusaidia na kutuelekeza, ndiposa tukatembee katika muongozo wako. Tunakupenda Bwana, maana uko mahali hapa. Unasema palipo wawili ama watatu wakikusanyika kwa ajili ya jina lako, wewe uko katikati yao. Bwana, tunaamini uko katikati yetu. Katutembelee, katuinue, katutie nguvu mpya asubuhi ya leo, tukahisi mkono wako uweza kutuinua na kutusaidia na kuleta uponyaji wa maisha yetu na kuleta uzima wa maisha yetu katika jina la Yesu. Asante maana unatenda hivyo ili ukatukuzwe. Kwa jina la Yesu tumeomba tukwa na imani. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Makofi ya Bwana Yesu tunapigia juu jameni. Haleluya. Amen, amen, amen. Amen. Naomba tukae.
Napokaa katika uwepo wa Mungu, ruhusu Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa kile ambacho Mungu amekusudia kwetu, tukaweze kujifunza ama tukaweze kuelimishwa na yeye, maana yeye ni mwalimu mzuri, mwalimu mwema kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama wewe ni mwanafunzi wa Kristo, basi tamani kusikia kufundishwa na yeye. Amen. Nashukuru Bwana kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana amekuwezesha kuwa hapa asubuhi ya leo katika uwepo wa Bwana, mahali ambapo panaitwa kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana amekuleta hapa akiwa na kusudi na maisha yako, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu unayependwa sana. Amen. Nashukuru Mungu pia kwa viongozi wetu wote, wachungaji pamoja na wake zao. Bwana awabariki sana wachungaji kwa kuendelea kusimama katika nafasi hiyo ambayo Bwana amewaweka, maana mmewekwa hapa na Mungu kwa wakati unaofaa, wakati uliokubalika. Na kila kiongozi jisikie kwamba unakubalika machoni pa Bwana na hata miongoni mwetu. Naomba tumshangilie Bwana kwa makofi. Amen. Basi aliyesimama mbele yako ndiye mnenaji wako kwa ibada hii ambaye Bwana amemchagua kwa ajili yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini utabarikiwa. Amen. Leo utabarikiwa. Huyo mwingine hajasikia. Nasema leo utabarikiwa. Amen. Bwana anapokukusanya, anapotuleta mahali hapa, anapoleta mezani pake, amewaza kutubariki. Na baraka ambazo utazipata leo ni iwapo masikio yako yatafunguliwa na Bwana. Amen. Kusikia kile ambacho Mungu anataka kuzungumza nawe. Utapokea baraka, utapokea uponyaji leo. Amen. Utatoka hapa na vitu vya kiungu, lakini sikio lako lifanywe nini? Lifunguliwe na Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Bwana kwa sababu ya neema yake na pia na kwa uweza wake na uweza wa Roho Mtakatifu ambao ni Yesu alisema tusikae bila kuwa na uweza huo ama na nguvu hiyo ya kiungu ambayo inaitwa Roho Mtakatifu. Alitumwa ili akae nasi, na anapokaa nasi basi hutusaidia. Huyo Roho hutuelekeza, na anapotuelekeza basi hatutatembea kwa kupapasa ama kwa kuangalia hapa na pale. Tutakuwa tunajua njia tunayoiendea kwa sababu yeye ako nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ameweka somo ndani ya moyo wangu kwa muda wa majuma yanayoendelea zaidi ya majuma 3, na naamini anakusudi huyo Mungu na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na endelea kunihimiza ya kwamba tukaendelee kuzungumzia somo hili ambalo leo ama juma hili Roho Mtakatifu alilitafsiri kwa jinsi hii: utiifu huvuta kibali. Utiifu uvutao kibali. Hiyo ndicho kichwa cha ujumbe wetu wa juma hili. Jinsi utiifu uwezavyo kuvuta kibali kwa yule aliye nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiendelea kujua utapata ya kwamba kunaye mtu ambaye alikuwa na hiyo roho ya utiifu ndani yake, na kwa kutii
Maagizo aliyopewa, hata yeye hakuwa amepewa na Mungu, alipewa na mtu maagizo, na kuyafuatilia hayo maagizo. Alipoyatii hayo maagizo, kibali cha Mungu kikawa juu yake. Naye mtu huyu ambaye tunaona alipata kibali kwa utiifu, alipotii maagizo ama mwongozo aliopewa. Mtu huyu ni mtu ambaye anajulikana kama mwanamke Esther. Huyu alipata kibali kwa kutii maagizo ama mwongozo aliopewa na Mordekai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kujua hiyo story vizuri, utasoma kitabu cha Esther mlango wa 2 kuanzia 8 na kuendelea, na Bwana atakujulisha zaidi kwamba kibali kilichopatikana kwa njia ya utiifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kujifunza neno hilo kwa maana limehimizwa sana ndani ya moyo wangu. Tukaendelee kujifunza kumtii Mungu. Na kumbe tunapomtii Mungu, utiifu unavuta kibali katika maisha ya mtu aliye nao. Na tunaona pia katika utiifu kuna watu ambao walitii maagizo, na maagizo hapo alipoyatii yaliwaepusha na hatari ya maisha yao. Na ili utii, lazima usikie. Hauwezi kutii kitu ambacho haujaambiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima usikie nini? Upate kusikia maneno ama maagizo ambayo unapewa, ndipo uweze kuyatii. Na unaposikia, basi katika kusikia kwako, Roho Mtakatifu atakusaidia kutii hayo ulioambiwa ama ulioagizwa. Na unapoendelea kuyatii, basi Bwana atatenda mambo makubwa katika maisha yako. Analeta uponyaji. Amen. Unapolitii neno la Bwana, hilo neno unapolisikia na kulitii, linaumba imani ndani yako. Na linapoumba imani ndani yako, imani katika Kristo itakupatia uponyaji wa maisha yako. Imani katika Kristo italeta ukombozi wa maisha yako. Na imani katika Kristo inakuletea kibali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo tutaendelea kujifunza maneno hayo kama Roho Mtakatifu alivyotuhimiza ya kwamba tutajifunza jambo hili ama mafundisho haya kuhusu utiifu ambao huvuta kibali katika maisha yetu. Na kumbe hatuwezi kutii kama hatujasikia, na hatuwezi kusikia isipokuwa Bwana afungue masikio yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kusikia kama masikio yako hawajafunguliwa. Na naamini leo Bwana atafungua masikio yetu ya ndani. Hatutasikia kawaida tu, tutasikia na utofauti ndani yetu. Na tunaposikia na utofauti, basi tutatii hiyo sauti ama hayo maagizo. Na neno la Bwana ambalo tunapolitii, tunapolisikia na kulitii, linaleta uponyaji, linaleta uzima, na linaleta kibali na mafanikio. Amen. Tusome kitabu cha Ayubu, andiko letu ambalo tutafungua nalo katika somo letu la leo ama mafundisho yetu ya leo. Kitabu cha Ayubu mlango wa 36. Nasoma kuanzia mstari wa 10, nasoma hadi mstari wa 11. Mistari michache tu, alafu Bwana atatusaidia, tutaendelea tena baadaye. Naomba Pastor Peter Kiambia awe na microphone, atatusaidia kusoma. Anakuwa msomaji wetu mzuri na Bwana atatubariki. Kitabu cha Ayubu mlango wa 36, tunasoma mstari kuanzia
wa 10 na wa 11, na Bwana atatubariki. Neno la Bwana linasema, yeye huyafunua masikio yao wasikie maonyo, na kuwaagiza warundi kuacha uovu. Kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa, na miaka yao katika furaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ati yeye anafanya nini? Atayafungua masikio yao. Yeye ni nani? Bwana asifiwe. Yule ambaye atayafungua masikio yao ili wasikie maonyo ni nani? Ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu kumbe ndiye anaweza kusaidia mwanadamu akafunguliwa masikio, ama Mungu akayafungua masikio ya mtu ili apate kusikia maonyo ama neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anaposikia haya maonyo ama neno la Mungu ambalo humuonya na kumwelekeza, anaposikia atatoka katika uovu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapolisikia neno la Mungu huyu mtu, maana masikio yake yamepewa kusikia, yamefunguliwa na Bwana ili apate kuyasikia maonyo, asikie maagizo, alisikie neno la Bwana. Ndipo watu hao waliofunguliwa masikio yao na Bwana wataishi katika nini? Katika kufanikiwa. Watamtumikia Bwana alafu wafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ati maisha yao yataishi katika kufanikiwa. Maisha yao watapisha maisha yao katika kufanikiwa iwapo wamefanya nini? Wamelisikia neno la Bwana. Masikio yao yamefunguliwa na Bwana, wameyasikia maonyo ama neno la Bwana. Watatoka katika uovu wao na watatembea katika kumtumikia Bwana. Ndiposa wafanye nini? Maisha yao yaishi katika kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yao yanapoishi katika kufanikiwa, miaka yao itaishi wakifurahi. Lakini kwanza ni masikio yao yafunguliwe na Bwana. Haleluya. Naomba usimame nikusaidie jameni. Naomba usimame nikusaidie. Haleluya. Hivi ndio Roho Bwana ananiagiza ya kwamba ukaseme nyuma yangu asubuhi hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Inua mkono wako mmoja juu, mkono wako wa kuume ama mkono wako wa right. Mwambie Bwana, siku ya leo niko hapa ili uyafungue masikio yangu, ndiposa nikalisikie neno lako. Maana neno lako linaweza kunifanikisha. Neno lako linaweza kunifanya niishi katika furaha. Katika jina la Yesu, masikio yangu leo yatafunguliwa na Bwana. Nikaisikie sauti ya Bwana, nikalisikia neno la Bwana liwezalo kunisaidia kutembea katika mafanikio, kutembea katika kushinda, kuishi katika furaha kwa jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele kwa Bwana ambaye umeapa mbele zake ya kwamba atayafungua masikio yako. Haleluya. Tumshangilie Bwana Yesu jameni. Maana kumbe siku ya leo anayafungua masikio yetu. Tumsikie Bwana anachotuambia ili tupate kufanikiwa, ili tupate ushindi, ili tupate furaha, miaka yetu imalizike kwa furaha. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi, alafu kae kwa kiti chako kwa huo uwepo wa Bwana ambao kumejaa mahali hapa kama nini. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Basi Mungu wetu anafurahia
Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tupate kumsikia yeye, tulisikie neno lake, na tunapolisikia neno lake ndipo tutaweza kulitii, na tunapolitii neno lake ndipo maisha yetu yataishi katika furaha, yataishi katika mafanikio. Kumbe Mungu anaweza kutufanikisha iwapo tumemsikia na tumemtii. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi jameni, hilo nafikiri ni kusudi la Mungu. Amen. Ni vile Mungu apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maana Mungu wetu alipotuokoa na alipotutoa katika ufalme wa giza, akatuleta katika ufalme wa nuru yake, alipenda tumsikilize yeye na tumtumikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimtii utamtumikia, na unapomtumikia kumbe ndipo utatembea katika ufanisi ama kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi maisha yetu Bwana anatamani sana tunapomsikia tukaweze kutii kile anachokisema, na tunapotii basi tutaishi katika furaha, katika kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi majuma yaliyopita kwa tujifundisha maneno kuhusu utiifu, na tuliona hata juma lililopita ama Jumapili iliyopita, kwa hiyo ibada ya pili, ya kwamba kunaye mtu ambaye alimtii Mungu na akafanikiwa. Tusome kitabu cha Mwanzo 26. Mwanzo 26, nasoma kuanzia mstari wa 12. Mistari michache tu, nataka tupate tu hapa ambapo Mungu alizungumza na huyu mtu akatii. Mwanzo 26 nasoma kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 6. Tutaruka tusome mstari wa 12, alafu tutaendelea kutoka pale, kutoka 12 hadi wa 14. Mstari wa 1 hadi wa 6 pasta, alafu turuke tusome mstari wa 12 hadi mstari wa 14, na Bwana atatubariki. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazindisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Mstari wa 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, hao Wafilisti wakamhusudu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona huyu mtu alitii. Amekaa katika nchi na kukawa njaa, na siku zote mahali pakiamka tatizo kama hilo watu huhama, na huyu akawa amepanga ahame.
kwa sababu watu huhama mahali palipo na njaa, wakaenda wakatafuta mahali palipo na shibe ama palipo na vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anamfuata, anamzungumzia Isaac. Akamwambia, ninajua kabisa wakati huu kuna njaa, watu wengi wamehama na hata wewe unajipanga kuhama, lakini nakwambia hivi, usitoke hapa Misri. Bwana asifiwe sana. Kuna njaa, kuna ukame, na Isaac ni mtu ambaye ana mifugo na watu wengi. Kama alivyokuwa baba yake ndivyo alivyo Isaac. Na hapa Mungu anamwambia usitoke hapa, ukae hapa, na hapa kukubariki nitakubarikia. Bwana asifiwe. Haya ni maneno anamwambia, lakini Mungu hajabeba vifurushi vya chakula amlete Isaac. Hapana, anamwambia, anampatia maagizo, na Isaac anasikiliza katika masikio yake na anatii. Bwana Yesu asifiwe. Anatii maana anajua ni Mungu huyu ambaye alitembea na baba yangu miaka ya baba yangu, na hata wakati huu bado huyu Mungu ni yule, hajabadilika. Nitamsikiliza, nitatii kila anachosema. Bwana asifiwe sana. Na maandiko yanasema alipokaa katika nchi ile, Bwana akawa pamoja naye katika nchi hiyo. Na katika nchi hiyo Isaac akafunguliwa akili na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akili aliyofunguliwa nayo Isaac ni ya kufanya nini? Ni ya kuchimbua visima vilivyokuwa vimechimbwa na baba yake, na watu wa hiyo nchi wakawa wamevifukia. Akapewa akili ya kuchimbua vile visima tena, na alipoendelea kuchimbua visima, ingaje wale watu walimsumbua, lakini hatimaye visima vile kuna kile ambacho kilipeana maji kwa ajili ya Isaac na mifugo yake na ukulima wake. Bwana asifiwe. Na maandiko inasema hapo mstari wa 12 ya kwamba Isaac akapanda mbegu wakati ule. Bwana asifiwe. Anapanda na nini? Kwa sababu anapanda na kitu gani na hamna mvua? Kwa maana Bwana alifungua ufahamu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachimba visima, maana hakukuwa kumenyesha, bado kuna ukame, lakini Bwana akafungua ufahamu wa Isaac, akavichimbua visima, ndiposa akapata kile kilichopata maji, akaendelea kupanda mbegu. Na maandiko inatuonyesha ya kwamba wakati ule Isaac akavuna, akapata mavuno mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Akapata mavuno mengi sana, na alipopata mavuno mengi sana akaendelea kustawi, akaendelea kuzalisha mifugo yake vizuri, akawa mkuu. Maandiko inasema na mtu huyo akafanikiwa, akawa mkuu sana, mpaka watu wa hiyo nchi wakaanza kumhusudu, yani kumkejeli na kumchukia, kwa maana amekaa akiwa amestawi kwa nchi ya ugenini. Lakini amestawi kwa sababu gani? Kwa maana alimsikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana alimtii Bwana, akatii, akakaa katika nchi hiyo mahali kuna ukame, lakini kwa maana amemtii Bwana, akafungua ufahamu wake, akachimbua visima, akalima shamba ambalo alikuwa nalo karibu, akapanda mbegu, akapata mavuno mengi sana, na wanyama wake wakazaa. Akawa na kondoo wengi na ngamia wengi na ng'ombe wengi na watumwa wengi. Kwa sababu gani? Bwana alimfanikisha Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana mwaka huu Bwana amesema ya kwamba anatamani kutujenga na kutufanya tuwe watu waliostawi, watu walioimarika. Inawezekana hiyo 100% iwapo moyo wako utapenda
kumtii Bwana, masikio yako yatafunguliwa na Bwana, usikie kile anachosema, ndiposa upate kufanikiwa katika nchi hii, ndiposa upate mapato mengi ambayo Bwana atakuelekeza. Kaa hapa, chimbua visima hivi, hautafanikiwa bila mwongozo wa Bwana Mungu wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona mtu huyu alimtii Mungu, naye Bwana akamfanikisha katika nchi ya ugenini, na si katika nchi hii ambayo ni yetu sisi wenyewe. Bwana anaweza kufanya vivyo na kuzidi, iwapo mioyo yetu itapenda, itatambua kuitii sauti ya Bwana. Tutakuwa na kiu ya kumsikia Mungu na kutii kila anachosema, ili upate kufanikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ufanisi wako hautakuja kwa bidii yako tu, utakuja ufanisi wako iwapo masikio yako yatapendezwa kuyasikia maagizo ya Mungu na kutii kila anachokuambia, basi ufanisi wako utakuwa hakika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na utaishi katika maisha ya furaha. Maana mwanadamu akifanikiwa, furaha yake inakuja, na yako haitakuwa ya siku chache, maana itakuwa imeletwa na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Takalia tena mtu mwingine jameni. Kuna watu wengine ambao pia walitii, na katika utiifu huo, maana tumeona katika utiifu huvuta kibali, na pia hutuletea usalama, ama hutuepusha na hatari. Basi iwapo tutamsikia Bwana, kama kutakuwa na hatari, Bwana ataziepusha iwapo utamsikia Bwana. Na unapomsikia Bwana, basi unapokuwa salama, utaendelea kufanikiwa maishani mwako. Kitabu cha Kutoka 12. Hapa tunayo maneno ambayo yameandikwa kwa ajili yetu, ambayo ilikuwa ni matokeo ya ndugu zetu waliokuwa katika nchi ya utumwa, lakini Bwana anawajia kwamba anawaza kuwatoa, anawaza kuwapigania, na anapeana maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Kutoka 12 tunaanza kusoma kuanzia mstari wa 21, some hadi wa 23, alafu tutaruka tusome kuanzia 28 na 29. Pastor, naomba tusaidie kusoma kwa jina la Bwana. Hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Nanyi twaeni tawi la isopu, mkalichovye katika ile ndamu iliyo bakulini, na kupiga kizingiti cha juu na miimo miwili ya mlango kwa hiyo ndamu iliyo katika bakuli. Tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. Kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao Misri, na hapo atakapoiona hiyo ndamu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Amen. Bwana asifiwe. Umefika mstari wa 23 Pastor? Imefika, yes. Amen. Bwana asifiwe. Hapa Mungu anawapatia maagizo wana wa Israeli, maana amewaza kuwatoa, lakini anataka adhibu wale watu wengine waliokuwa wamewashikilia, wamewashika mateka kwa muda mrefu, wamekaa kwao, wamewatunikisha. Bwana anataka
apite katika nchi ya Misri. Lakini iwapo anataka kuadhibu wale wa Misri, anataka kuweka hawa wawe salama ili watoke wakiwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini achilie mapigo kwa wale wa Misri. Amen. Ndipo hapa namwambia Musa, waambie hawa wazee wa Israeli wachukue kila mtu kondoo ama mbuzi, achukue kiasi cha jamii yake ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyu mtamchinja, na mtakapomchinja mtaachilia ama ifanya damu ya huyo mwanakondoo iingie mahali kwa bakuli, na hiyo damu mtaifanyia kazi hii. Bwana asifiwe. Mtaingiza kwa bakuli na mtachukua tawi la mti fulani, si mti wowote. Bwana asifiwe. Mungu anawapatia nini? Maagizo. Si mchukue kifagio muingize kwa hiyo damu mpake. Tawi la mti, na mti na jina lake. Mutachukua tawi la huo mti, mutalichovya kwa hiyo bakuli ya damu, na katika kuchora milango yenu mutaweka juu ya kizingiti cha juu, na mtaweka juu katika kando ya vizingiti viwili, cha upande huu na cha upande huu na cha juu. Mutaweka hiyo alama ya hiyo damu ya huyo kondoo ambaye mumemchinja. Bwana Yesu asifiwe. Na kondoo huyo ama damu hiyo mtakapoiweka kama alama katika mimo ya milango yenu, itakuwa usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa manane nitatuma malaika ambaye ataingia katika nyumba za Wamisri, na kazi ya huyu malaika itakuwa ni kuua kila mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Wamisri. Lakini kwenu nyinyi wa Israeli, malaika atakapopita ataona hiyo damu iliyo katika mimo ya milango yenu ama vizingiti vya milango yenu, na malaika hataleta madhara kwa hiyo nyumba iliyo na nini? Na alama ya damu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi malaika wa Bwana alitumwa kweli hapo usiku wa manane, akifanya ile kazi ya kuadhibu ama ya kuua wa Misri ambao wameendelea kuwakandamiza wana wa Israeli katika ile nchi. Na Bwana anataka kuwatoa, lakini bado wanawazuilia watu hawa. Sasa Bwana anatoa ishara na pigo kwa watu wa Misri, lakini anaweka alama ya damu kwa usalama ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaagiza. Andiko inasema, na huyo malaika alipopita huo usiku wa manane, alipita, alipoona mahali kuna damu, alipoona mimo ya milango ama vizingiti vya milango vikiwa na damu, malaika huyo hataachiliwa hapo alete madhara ama alete mauti. Anapita akaone mlango usio na damu, basi alete mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi wana wa Israeli wakaitii amri ya Bwana kupitia kinywa cha Musa mtumishi wake. Wakachinja hao wana kondoo, kila mmoja kwa jamii yake, ambayo ukimaliza kumchinja mkiweka hiyo damu, huyo kondoo ni mule amalizike, aishe kama ameliwa, atiakaliwa mpaka kwato, ichomwe iliwe ikwishe kama watu wamesimama. Kwa hivyo mtamchinja kondoo yule, atatoshana na jamii yenu ilivyo, maana hatabaki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni agizo. Amina. Hiyo ni nini? Ni agizo. Na wana wa Israeli wakasikia, wakatii, wakafanya
kama walivyoagizwa na Bwana. Na kweli malaika alipopita, wana wa Israeli walikuwa salama, lakini wa Misri walikufa. Bwana Yesu asifiwe. Walikufa wale ambao hawakuwa na neno la Bwana la kuwapatia uhai. Maana Mungu alikuwa anataka wale waadhibiwe, lakini hawa wewe salama. Bwana Yesu asifiwe. Usalama wetu wapendwa, utakapoendelea kuishi katika maisha ya kumpenda Mungu, ya kumpendeza Mungu, utaishi wapo unaisikia sauti ya Bwana, unatii maagizo ya Bwana, unakumbatia kila anachokisema. Usalama wako unapatikana katika utiifu ulionao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na usalama huo Mungu Baba kaendelea kufanya uwe dhahiri kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambapo hao wana wa Israeli walionyeshwa hiyo damu ya kondoo, watakapoiweka milangoni pao watapata kuwa salama. Mungu akajua ya kwamba bado wanadamu ambao wataendelea, kizazi kinachoendelea, wanahitaji tena damu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa hii si damu ya kondoo. Haleluya. Hii ni damu ya mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu wote, ambaye yeyote ambaye atapatikana na agano hilo la damu ya mwana kondoo ndani ya moyo wake, katika maisha yake, Bwana anaachilia usalama wa roho ya mauti ama roho ya uharibifu haitakikani kuingia kwako kama mwana wa Mungu. Iwapo kuna hiyo alama ya damu ya mwana wa Mungu imewekwa ndani yako, usalama wako unapatikana. Iwapo utaitii, utaikumbatia agano la damu ya mwana wa Mungu ipatikane kwako, usalama wako ni hakika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona hawa watu wakapata kuwa salama iwapo wameikumbatia sauti ya Mungu, wametii, wamechinja wana kondoo, wakaweka alama kwa milango yao, wakawa salama. Roho ya mauti, malaika wakuwa hakupatikana, hakuingia katika jamaa ya Waisraeli, kwa maana kuna alama ya damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku baada ya siku tamani kufanya agano upya hilo la damu ya Kalvari lionekane maishani mwako, ili kama yupo malaika wa uharibifu asipate nafasi kwako. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuone tena utiifu huo katika hicho kitabu tu cha Kutoka. Katika utiifu huo wa hawa watu ambao walitii, katika kutii kwao bado Musa akawa anawapatia maagizo. Wamewekwa kuwa salama tayari, hao wanastahili kutoka, lakini Musa anawaambia hatutatoka hivi hivi. Haleluya. Anasema hatutoki hivi, lazima tutoke na vitu Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusome mstari wa 35 kwa hicho kitabu cha Kutoka hiyo 12. Na pia katika utiifu hutuletea ama hutupa kibali. Utiifu unaleta kibali. Kama hicho kibali ni kizuri, unakipenda, basi Bwana akusaidie leo utiifu ujengeke ndani yako, maana kuna kibali cha Bwana ambacho huambatana ama huvutwa na utiifu. 35 mpaka 36. Pastor tusaidie kusoma kwa jina la Yesu. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa. Wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu, ndio, na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka. Nao wakawateka Wamisri nyara.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani wana wa Israeli wakafanya nini? Wakafanya kama vile Musa alivyowaagiza. Nendeni kwa nyumba ya Wamisri, mkatake vitu na msitake vitu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Mkatake dhahabu, mkatake fedha, yani watake vitu tu yani si kuomba, ilikuwa ni kuamurisha wapewe. Maana Mungu wao anataka watoke wakiwa na vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoke wakiwa na vitu. Maana kule wanakoenda kuna mahali watasimama ama wataenda kijenga madhabahu ya kumtumikia Mungu wao, wa kumwabudu Mungu wao, na haabudiwi mikono mitupu huyu Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Na wasitoke mikono mitupu, maana wametumikia hawa watu miaka mingi. Na sasa kuna amri ya Bwana ambayo imepitia kinywa cha Musa. Anaambia watumwa waende kwa Wamisri wakatake vitu na wasitake vitu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na walipoenda jameni kwa hawa Wamisri, hawa watu ni watumwa, lakini wanaenda kwa nyumba ya wafalme, ya watu wakubwa. Wanaenda maana dhahabu huzipati kwa mtu mnyonge. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani inasema nini jameni? Kibali kinakuunganisha, kinatengeneza uunganisho wako, ikupatie kibali na sehemu za kifalme, mahali ambapo hutatembea ukapewa vitu holela holela. Haleluya. Kibali cha Bwana kinakupeleka mahali ambapo utapewa vitu vya thamani, fedha, dhahabu, yani shaba, vitu vya maana, si vitu visivyo na jina. Hicho ndicho kibali cha Bwana kinavyofanya kwa watu wanaomtii Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kuona vitu vyema mpendwa, jifunze kumtii Bwana. Kibali cha Mungu kitakuwa juu yako iwapo unamtii Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hutapata vitu vinyonge. Utapewa vitu vya nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Utapewa vitu vya maana. Na iwapo natamani vitu vya maana, umechoka vitu kukaa mchwara, jifunze kumtii Bwana. Maana kibali kinavuta uweza wa Mungu kutembea na wewe. Kibali cha Bwana kinavuta nguvu ya ufalme ikaone ya kwamba wewe ni mmoja wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wakapata kibali machoni pa hawa wa Misri. Maandiko inasema wakapewa vitu vingi, mpaka nikana kwamba wakajiona wa Misri ya kana kwamba wamefanya nini? Wameporwa, wametekwa nyara. Wametekwa nyara na nani? Na watumwa wao. Lakini kwa maana Bwana amekuja anatembea nao, wanatembea na mamlaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mwaka huu tembee na mamlaka. Basi vaa utiifu, upende kumsikia Bwana, upende kumtii Bwana, utatembea na mamlaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa kwa kuombaomba, utakuwa unaamrisha. Jamani, hii hauipendi wewe. Bwana asifiwe. Yani unaona mtumwa, lakini amefanya nini? Ameenda kwa nyumba ya hao wakubwa wake. Anasema nipewe fedha, na akiomba kilo moja anapewa kilo moja na nusu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akiomba fedha, akisema hata hafa kilo na inanitosha, anapewa kilo 2. Hicho ni kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kibali. Na kama unakihitaji mpendwa, jifunze kumtii Bwana katika maisha yako ya kila siku. Haleluya. Na unapomtii Bwana, Bwana atatenda mambo si ya kawaida, atatenda mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe.
Chochote unachokitaka ama chochote unachokihitaji utakipata kupitia roho ya utiifu. Maana Bwana ataiamurisha mbingu, ataamurisha nyumba za kifalme kuachilia mambo makubwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeona utiifu unaleta usalama, unaleta ulinzi. Na utiifu pia unaachilia kibali katika maisha ya mtu. Mtu anayemtii Mungu, Bwana humpatia kibali cha kupata kila anachokitaka. Yaani nakwambia ukiendelea kuishi maisha ya kumtii Mungu, hautaishi wa kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Hautaishi ombaomba. Hautaishi ombaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbe wanapomtii Mungu kwa jinsi hiyo, na wanapoachiliwa vitu, wanatakikana waende wamtumikie Mungu wao. Maana Mungu anapendezwa na watumishi. Sema watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anapendezwa na nini? Na watumishi. Si upewe ukae nayo, upewe ili ukamtumikie Bwana na hiyo. Amen. Na tunaona hapa pia Bwana akatia huo moyo wa utiifu, na watu wakamfanyia Bwana huduma ama ibada ya matoleo. Tusome tena kitabu cha Kutoka 35 kuanzia mstari wa 4 na wa 5. Tunamaliza. Tuko karibu kumaliza kwa sababu ibada hii bado lazima tufanye ibada ya kumtolea Bwana. Amen. Tunamwabudu Bwana na vitu vyetu. Maana Bwana ametuokoa ili tumwabudu, tumtumikie na nguvu zetu na vitu vyetu. Amen. Mungu kama amekuita wewe, amekuokoa wewe, na vitu vyako vyote ni vya Bwana. Amen. Amen. Soma kuanzia mstari wa 4 pastor. Some mstari wa 4 na wa 5, alafu turuke tusome mstari wa 21 na 22. Tunamalizia hapo. Kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli, akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana akisema, katoeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda, ayalete matoleo, dhahabu na fedha na shaba. Amen. Mstari wa 21. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza, na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania, na kwa utumishi wake, na kwa hayo mavazi matakatifu. Nao wakaja waume kwa wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vipini na azama na pete za muhuri na vikukuu na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu na kumpa Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wangetoa wapi? Na watu wako katika jangwa wakiendelea na safari. Wanaenda nchi ya ahadi, hawajafika bado, wanaendelea. Wamejenga mahema katika njia, wanaendelea. Maana Musa hakufika Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ameamrishwa na Bwana waambie hawa wana wa Israeli, kila mtu aje afanye alete matoleo kwa Bwana aliye na moyo wa kupenda. Sema moyo wa kupenda. Haleluya. Bwana anazungumza nao, lakini yule aliye na moyo wa kupenda, anayesikia neno hili ama agizo hili, moyo wake umuhimize kupenda kufanya hivyo. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya hema.
kwa ajili ya kazi ya hiyo hema ya kukutania. Kuna stahili kufanywa kazi huko kwa hema, kufanywa mambo katika hiyo hema yao ya kukutania. Wanapokutana na kumwabudu Mungu, Mungu anataka aabudiwe mahali pametengenezwa. Lakini Bwana hatumi malaika, anasema hawa wametoka utumwani hawa watu hawa, lakini katika mikono yao hawa watu, haleluya, katika mikono yao hawa watu wanapoinyosha kwa Bwana, wakileta matoleo yao kwa Bwana, iwapo mtu moyo wake unamuhimiza kufanya hivyo, watoe matoleo yao kwa Bwana ili Bwana aendelee kufurahia katika ibada zao. Wamtolee Bwana. Kila mtu aliye na fedha, aliye na dhahabu, basi walikuwa wazitoe wapi? Ni kule Misri ambapo Bwana aliwapa kibali, wakatoka na dhahabu na fedha. Kumbe Bwana alikuwa anataka hapa mbele ziwe kazi ya ibada, zifanye kazi kwa ibada ya hema ya kukutania. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kiendelea kusoma hayo maandiko utaona vile walivyoendelea kutoa mpaka wakaona kumetoshea kila mahali. Ati wakaja kila mtu akiwa na matoleo na moyo wake unapenda na roho. Kumbe moyo na roho ni vitu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ati roho na moyo, moyo na roho. Hivi moyo ukimpa kupenda, ukimuhimiza, na roho nayo imsaidie kupeleka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu afurahie. Aone dhahabu, aone fedha katika hema yake. Maana Mungu amewabariki watu hawa watoka utumwani, maana walimtii Bwana katika nchi hiyo. Wakitoka na wametoka wakiwa na vitu, wanakuja kufanya ibada kwa Mungu wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana kufanya hivyo leo? Haleluya. Ili Bwana kufurahie, ati huo moyo wa kupenda, achilie hiyo roho ya kupenda, ya kufanya kwa ajili ya kazi ya hema ya kukutania, kwa ajili ya kazi ya madhabahu ambapo naabudu. Bwana asifiwe sana. Inawezekana unapoitii sauti ya Bwana atagusa moyo wako, kwa sababu Bwana amefungua masikio yako. Na maana yeye ndiye afunguaye masikio watu waelewe kile Mungu anachotaka. Anapofungua masikio, anatia hiyo roho ya kutamani ya kwamba kumbe napomtii Bwana, Bwana atatilia ulinzi kwangu. Na napoendelea kumtii Bwana, Bwana anatilia kibali kwangu ili nisiwe wa kung'ang'ana. Bwana anipe kibali katika maisha yangu, nikaishi kwa ufanisi, nikaishi kwa kufurahi. Lakini kwanza tii sauti ya Bwana. Naomba tusimame. Nyosha mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, niko hapa. Mimi umenileta hapa leo. Ulikuwa umenikusudia mimi ili nikapate kusikia. Na nakushukuru kwa sababu masikio yangu umeyafungua Bwana. Nimeyasikia yale umenena nami nitaendelea kukutii. Na kuanzia leo Bwana, nitakutii wewe. Maana natamani maisha yangu nikaishi katika maisha ya kufanikiwa, nikaishi maisha ya kufurahi. Maisha yangu na miaka yangu ambayo ninaendelea nayo, nikaishi katika ulimwengu huu. Maisha yangu yakawa ya kufanikiwa, yakawa ya furaha. Nisiishi kwa kung'ang'ana. Maana Bwana kibali chako unakiachilia kwangu. Maana nimekusikia wewe. Na kwa maana Bwana unapoliachilia neno lako ni kwa ajili ya uponyaji wangu. Siku ya leo Bwana unaponya maisha yangu, unaponya moyo wangu, unaponya ufahamu wangu. Bwana unapoponya ufahamu wangu, utakuelewa, utayaelewa makusudi yako. Maisha yangu yatakuwa na mabadiliko, yanakuwa na utofauti. Maana neno lako linanibadilisha. Maana ninaposikia neno lako Bwana, moyo wangu unajawa na imani katika wewe Mungu. Uliowatendea Waisraeli, unaweza kututendea
wa Kenya, unaweza kutendea watoto wa Lord's Gathering, kwa sababu unawapenda. Unapenda kibali hicho kilichoachiliwa kwa wana wa Israeli, unaweza kukiachilia kwetu kwa kukutii wewe Mungu. Kuanzia leo utajenga utiifu ndani ya mioyo yetu, utaachilia kufahamu neno lako na kukutii, ndiposa tukaone baraka, ndiposa tukaone ushindi, ndiposa tukaone mafanikio, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya.